Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri hiyo Bwana Stewart Nombo katika baraza maalum la madiwani kujadili taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Tumeletewa miradi kama 17 juzi. Kwa hiyo tusitengeneze matatizo huko inakoenda miradi. Mimi naombeni ndugu zangu waheshimiwa madiwani, tuwe na umoja. Na tunapoona vikwazo kwa wataalamu wanaosimamia kule, basi tutoe taarifa kwa mkurugenzi. Mimi nawasema kwa niaba ya madiwani, tusiwe vikwazo. Tunapaswa kusimamia hilo eneo, ndio ambalo limeonyesha kuwa na udhaifu usimamizi. Kwa hiyo lazima tujipange kwenye hilo eneo. Tukiweza tu hapo, basi miradi yetu inaenda vizuri. Hata hivyo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Nyasa mkoani Ruvuma Bwana Khalid Khalifa anasema halmashauri hiyo imepata hati safi. Hesabu za mwaka wa fedha 2024-2025, halmashauri ya wilaya ya Nyasa imepata hati safi, yani unqualified opinion. Aidha, tunaahidi kuendelea kufuata sheria, kanuni na miongozo mbalimbali katika uendeshaji wa shughuli za halmashauri. Kusudio hili linaendana na dhamira yako ya dhati ulionayo kuiona halmashauri yako ikiendelea kupata hati safi za ukaguzi mwaka hadi mwaka. Pamoja na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi kutoa maagizo ya kuendelea kufanyia kazi na kufunga hoja zilizobakia za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, lakini pia katibu tawala wa mkoa huo Wakili Mary Makondo anasema kwetu ni msisitizo waongeze spidi ya kuhakikisha kwamba hoja hizi ambazo zimesalia zinafanywa kazi kwa spidi, lakini zinakuwa na majibu ambayo yako vizuri, yaliyoambatishwa na nyaraka pamoja na yaliyoambatisho sahihi. Nikiripoti kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV.